Nasha Radio sasa hivi nasema asante sana. Ikiwa imesalia dakika 25 timu saa 6 mchana. Leo mgeni ameingia mapema katika ilikuwaje. Niko naye life coach Benjamin Zulu ambaye is very passionate by the way kuhusu masuala ya social and relationship issues. So tumezungumza kuhusu wanawake ambao they're not independent. Ni vizuri kujitegemea, unatafuta cha kwako. Kipindi hiki ningependa kuzungumza kuhusu narcissism. I don't know what to call that in Swahili, but anyway, umeolewa na mtu ambaye ni narcissist. Okay? What do you do? Na unafanyaje kama wewe ni mwanamke? Ama pia wewe umeoa mtu ambaye ni mwanamke narcissist. Unafanyaje? Unajua wengi hawajui wanadili na narcissist. Hiyo jina hata haizungumziwi sana. Na asante kwa kuleta kwa media because mainstream media mnaniangusha. Mzungumzie kile kinaua watu. Unazungumzia tu trend. Okay. Who married who? Who did what? The power couple. Tumangani zungumzie ni mambo ya life and death. Sio mambo tu nani ameproposea mwingine atidogia nani yuma nani. Tuleteni yale mambo ya life threatening. Yeah. Narcissist ni mtu ana uwezo wa kujifanya sana. Awe watu wawili in one. Okay. Hata kama uone mambo mengine, mtu kwako ni mnyama, kwa mwingine ni kwa kule nje ni malaika. Ukifuata tu hiyo tu itakuokoa. Kule nje ni malaika, watu wanampenda sana. Ana uwezo wa kujipenda hadi watu wampende wakwambie una bahati sana wewe. Umeolewa na mtu mzuri sana. Ama umeoa mtu mzuri sana. Ama wacha nitumie wanawake leo kwa sababu kuni kweli. Okay. Nazungumzia side zote na sio hope. Hii territory ina wanawake sana. Wote ndio lugha yao. Ati huku ndani ana kutusi cha walevi. Pale nje ameshikanisha mikono kama mtakatifu. Ukifuata hiyo tu tafadhali usifuate saini zingine. Yeah. Na mtu ambaye hawezi akasema sorry. Mtakaa miaka 20 na hata itamka sorry. Akikukosea uanze kulia, akikutusa kwambia wewe ndio uliniprovoke nikaanza kukutusi. Akakuchapa kwambia wewe ndio ulinifanya nikufanye hivyo. Ati wewe ndio utasema pole kwa sababu ulifanya nikufanye. Inaitwa gaslighting. Yeah. Blame shifting. Yeah. Mtu aliye na uwezo wa kubadilisha mambo iende opposite hadi wewe mwenyewe ujione ndio mwenye makosa. Umekosewa lakini wewe ndio utasema pole. Exactly. Okay. Aya, jambo lingine ni mtu asiye na emotional intelligence ya mtoto wa miaka 5. Mtu mzima anaweza rusha tantrums, aanguke na aanze kurusha mateke kama mtoto. Na jishikie kitu mimi nitajiwa, hapo nipendi. Umuulize kitu cha kawaida tu zile pesa tulieka hapa ziko wapi? Aseme unaniletea stress. Kila wakati ukijaribu kuzungumza mambo ya maana anakuambia don't start again, usianze makelele tena. Na unauliza jambo la maana. Anakuna njia za kukusilence. So hiyo neno narcissist ni kubwa, lakini tafadhali elewa kama unaishi na mtu anayekutreat kama mnyama. Kwako ni pepo, kwa watu ni Mungu. Devil, goddess, devil, God, devil, demigod. Hadi na uchunge sana ile siku utaenda wengine wanaingia kanisani wanapenda uongozi sana ndio waabudiwe. Okay. Na kwa makampuni unapata anacheo. Okay. Lakini anatenga tantrums hasira mingi sana. Anaanza lipuka hadi na tena anaenda analala. So ina maana kwamba mtu huyu anapitia vitu tu zake personal ama exactly. ama ako emotionally imbalanced, actually ni psychopath, psychologically yuko sawa. Okay. Ni ako na mashida ya kisaikolojia. So how would you know before getting married to this person? Wacha kupima watu kitandani. Wapime kuzungumza. Asante kwa kuuliza. Asante swali lingine. I mean because when you're courting mambo ni mazuri, umeelewa eh? So you come to discover later on because I was reading about narcissism. Unapata kwamba mtu ameketi kwa ndoa over 50 years. Okay, only for this woman to come and leave much later. Wanawake mnaolewa na narcissism ndio mjinga wenu. Okay. Wakati unafanyia interview uchukuliwe job. Si unaichunguza sana uone ni nini unaingia. Si unauliza maswali. Yes. Si hata unaangalia online. Yeah. Wana watu historia, watu wamesema nini kumhusu. Na ni kazi job ambayo unaweza toka. What about marriage? Unaolewa na narcissist kwa kufanya shoddy homework. Kwa kuvuka steps na kuingia kitandani kwa mablangeti badala ya kumpima kwa boardroom, sio bedroom. Mimi utatambua watu walio na pretense. Jambo moja na narcissist wanaharakishanga haraka kabla umjue. So anaharakisha haraka na kama wewe una werevu atakutunga mimba ndio iharakishe. Ama ataenda kwenu baada ya wiki moja. Ama atakununulia ploti gari baada ya wiki moja. Hataharakisha haraka. Exactly. Utasikia mambo inaenda mbio. Na kwa sababu ulikuwa desperate kuolewa wakati unafikiri umebahatika umepata mtu anajua kile anataka.
Na natumia word soulmate haraka sana. Na natumia maneno kama destiny. Na kijua ni Mkristo anaingiza ubibilia huko Christianese, ile Biblia lugha ya amen mingi sana. Anaingiza huko, hakufurahishi. Unasikia bio na unasikia control, haunanga freedom. Ni watu wanaweza kukupigia simu 72 missed calls. What? Those people have the capacity to send 15 messages. That's a stalker. Ukose kuchukua ati uko on air. Ya. So watu huona dalili, si eti hawaoni. Masawa usijanganye. Hakuna mtu. Lakini wanasema uwezi olewa tu. Leo nimeamka katika ibada niolewa. Watu huanza haya mambo kwa kukosa uangalifu na kukuwa desperate. Hebu nikwambie jambo lingine, trick nyingine ya kuavoid narcissism. So jambo la kwanza nimesema laani watu kwa mazungumzo, sio kwa kufanya ngono ama mapenzi. Jambo la pili, date for marriage. Usidate kwa relationship tu ama cohabitation. The seriousness you need when it's marriage in your mind iko juu sana, ikilinganishwa na ile ya for the passing time. Okay. So which is better? Only date when you're ready to marry. Ndio uko unaona mbele, unachotafuta ni destiny mate, mtu kufanya life na yeye. Hii nyingine ya campus second year nao wajinga jina kitu. Sijibu kama unaenda campus kutoa nguo zikuje kuniambia do what you want in your life. With there's enough poverty. Masawe, let me help people to announce. Please help me to announce this. Niliumizwa na umaskini sana. Niliumizwa na bad decisions. Sipendi kuzisikia. Nasikia na shiva. Yeah. Bad decisions. Students want to, alipewa chance arekebishe maisha yake. Na badala ya kurekebisha ako darasani na ako kwa boyfriend. Ako huyu, ako mara mtoto, mara miba, mara ameolewa. Hata ajui ako wapi. Hajakomaa kitu, ajijui anajipata na mnyama. Obey seasons of your life. Ngoja hadi ukue tayari kuanzisha ndoa. Tafuta mpenzi ukifikiria ndoa. But the reality of it, it's the opposite of what you're saying. Not reality but common decisions. Okay. Because currently ni maamuzi. Life is choices. Again, Masawe, wacha nikukumbushe, happiness is not common. If people have chosen misery, thank you. Me, I want happiness and peace of mind. Yeah. Just because people are doing something, a lot of them, does not mean it's right. Kuna kitu nilipenda sana, I was watching one of your videos kwa Instagram kusema, you know there's no trophy in what? Suffering. There's no trophy in suffering. Kwa mwanamke ambaye yuko katika ndoa na amekuwa analia kila siku kukicha, mwanamume pia ambaye yuko kwa ndoa pia naye he's not getting peace, you know, the love that he wants katika ndoa. Mtu huyu kipindi hiki unaweza kumpatia ushauri gani? Unalia kwa nini? Mapenzi wewe. Wacha utoto. Love is painful. Masawe nakupea tu sababu mbili za kulia huko duniani. Okay. Utakuwa unalia na furaha kwa sababu ya furaha ya mtoto wako akona birthday, mambo yani milestones za life. Unalia ukifurahia. Jambo lingine utalia wakati unaomboleza. Mauti ya mtu fulani. Usiwahi lilia ati mwanaume anakutesa. You should be happily married or happily single. Never miserably married or miserably single. Are you listening? Tafadhali. Hakikisha you are happy whether you are married or single. Kama mtu anakuletea misery, dunia ina shida za kutosha. Kama corona, mask, rent, bills, una mambo mengine ya kukusumbua kichwa. Relationship is not one of them. Ndoa ilikuwa ya kusaidiana, companionship, tubebe uzito wa maisha. Ndoa haikuwa ya kuja unikite mgongo nikubebe ama unisumbue akili. Tuliamua na mke wangu kwamba tunaanza maisha na tutaishi kama marafiki wapenzi wanaosaidiana. Itakapofika mahali ujisikie kama mtumwa, toka. Okay. At this point, are you advocating for divorce? Divorce is like an amputation. You cut away something so that you stop it from killing you. Would you ask a doctor whether he's advocating for amputations? No. Thank you. So, it's a necessary evil. Okay. Painful but necessary. Sometimes. So when would you say kwamba kipindi hiki watu ni watengane? At what point would you, as a life coach, would you recommend? When the marriage is not working, it's not worth it. When do you know it's not working? When the person anakudharau. Kama huyo ukitumia tu neno dharau. Ama anakucontrol, toka, usikuja hapa saa fulani, anakubelittle, anakudisrespect. Yes. Ama anakuhold back from the purpose of your life. Anakataza kufanya kazi, ama mimi ni mwanamume, wewe mwanamke unanikula kichwa hadi I can't even sleep. That is not worth it. Okay. Okay? Marriage is only worth it when it is working.
Okay. Na hakuna zawadi utakayopewa kwa kukaa kwa ndoa miaka 50 ikiwa kwa hiyo miaka 50 ilikuwa machozi kila wiki, kila time na back and forth, na ukaconfuse watoto hadi hata wajui ndoa ni nini. You don't stay in a bad marriage for the sake of the children. Ukikaa kwa ajili ya watoto unawaconfuse. You should step out and give them example of how to stand up for themselves, how to protect their peace of mind. Na uende upate nyumba nyingine uwapee choice ya kukuja mahali kuna amani. Ikiwa hapa mnakaa kuna cruelty, wakati mwanamke ako cruel anatesanga watoto sana, anaanzanga na ndoto yake. Akiwa narcissist, female narcissist, wanachukia mume na watu wake. Anataka kumtumia lakini anakuchukia. Kuna kinaitwa hate love. Unakuanga na hiyo. On one side anataka akushikilie hivi ndio akutumie. On the other side anakuchukia ati nini, anakutesa kama adui. Anafanyia daughter hivyo. Your daughter ni threat kwake. Narcissistic women are very insecure. Narcissists, all of them are very insecure. But narcissistic women have unique traits that you can identify quickly. Wako cruel. Anagongesha mtoto ukuta. Kuwa na mwanywe na mtoto wake. Ana accuse mtoto kulala na babake. Jesus. Ana accuse mtoto akiwa na period za kawaida, anamwambia una abort. Wasichana walioteswa na mama zao hawajasikia mtu akizungumza ili wanazungumza, na izungumza ndio wajue what they suffer. They are normal. They are not crazy. Unaitiwa family you explain mbona unalala na babako, imagine. Na kitu watu hivi kile. Na anaambiwa hivyo ni mtoto wa form 2. Mtoto wa class 8 mmoja aligonga na heel kiatu, heel kadunga shimo kwa kichwa. Analazwa hospitali. Watu wakija nyumbani wakapongeze msichana anakaa mrembo, mama amesikia baya na watu hapa anamchapa sana, jua ameona wewe ametaniona mimi. Unakatazwa kuongea na babako, usimpigie simu. Najua ni competitor sasa. Anyway, It happens. yes. Ninachozungumza na Mother daughter. What I'm saying sounds sick because it is sick. We have 13 minutes to go. Tutakaporudi tutakuwa tunazungumza kuhusu kukuza watoto katika mazingira ambayo si sawa. Mazingira samani ambayo si sawa. Wewe kama mzazi, pengine umekuwa ukiishi katika ndoa ambayo sio sawa, ndoa haina amani, kelele, fujo. Lakini hapa ulipo unasema siwezi kutoka kwa sababu ya watoto wangu. Je, ni sababu ya kutosha kuishi katika mahusiano haya in a very short while? Lakini una swali, kuna swali kweli. Anyway, ziko nyingi kibao, lakini muda ndio kidogo. Naona Aki Benjamin you're coming back again. Anyway, sema nami 22494 baada kidogo nitakuwa nauliza maswali of words. You know, anasema vile inatakiwa kusema. Huyo ni nani anavunja ndoa hapo Masawe? Umesikia? Paul Taporo Poreta anasema kabisa Benjamin Zulu KE. Tuko pamoja mpaka saa 8 mchana. Wasia mzuri zaidi. Wow, Benjamin anaongea kama 100 men. Irene Kerusho. Christian anasema mkuu wapashe. Anyway, tukimalizia tu Benjamin, mara nyingi unapata mtu yuko katika ndoa isiyo na matunda, ndoa ya kilio, ndoa ya vita, kugombana, umenielewa, bibi na mke, bibi na bwana samani, wanapigana kila kukicha. Na ama mwanamume anampiga yule mke. Na mama siku zote anakuambia siwezi kutoka kwa sababu ya watoto wangu. Tumekuwa pamoja kwa muda mrefu na mume wangu miaka 20 na zaidi, 10 na zaidi. So navumilia. Shauri ya watoto. Kipindi hiki unatoa shauri gani? Kinasaidia watoto na nini kukaa pale? Unapoteza watoto, unafaa uwape mfano wa kuprotect their mental health. But umetoka nyumbani ukaambiwa ndoa ni kuvumiliana. Tunavumiliana wakati kuna mashida ya dunia. Hatuvumiliani wakati unanidharau na kunitesa kwa makusudi. Tafadhali tuelewane hapa. Usiaccommodate disrespect Masawe kwa hii dunia. What is disrespect? Mtu kukuchapa, mtu kukutusi, mtu kukudhalilisha mbele ya watu, mtu kukudharau. Anza na kujiheshimu kiasi kwamba mimi najua mimi I'm sober person, I'm an adult. First of all, I'm a decent human being. Ufai kunitusi cha ulevi, ufai kunitusi anything mbele ya anybody. Halinitusi mbele ya watoto, hata kama hakuna watoto, mbele yangu usinitusi. Wacha mambo ya watoto na nani. Jiheshimu na ukatae kudharauliwa na yeyote. Jambo la pili tukasema uhitaji kuvumilia ndoa si ya kuvumilia, ni ya kufurahia. Isipofurahikia haina maana. Tunavumilia shida kama ukosefu wa pesa tukiwa pamoja. Yeah. Mambo kama magonjwa tuko pamoja. Mambo kama kusomesha watoto tukiwa pamoja. Utavumilia ikiwa tuko pamoja kama pamoja. Exactly. Lakini ukigeuka kuwa adui, sina haja ya kukaa siku moja hapa. Adui yangu sitakaa naye siku hata moja. Usimvulie nguo mtu aliyekwambia naweza kukuua wewe. Nitaoa mtu mwingine. Wewe ni mtu ina gani?
Usivue nguo na ukalala usingizi. Wale watu nasikia kiwao huku, hakuna mtu amka leo akaua. Alionyesha dalili. Alafu kaambiwa na kanisa, acha tukuombea ukae hapo. Omba ukiwa Kisumu. Enda kwanza ukaombe na huko. Usidanganye na mtu atikaa hapo tunaendelea kuomba. Na ikiwa mtu ameona mwanamume mwingine kwa mfano ama mwanamke mwingine na kule, Yes, yes. amesha kuonyesha you're not important, yani you are replaceable. Yeah. Kama uliingia kwa ndoa ya monogamy, mtu mmoja, mwanamume mmoja, mke mmoja, na aanze kutembea kule. Alafu kisha hata anakudharau. Kuna watu cheat na unaona ame repent na amechange. Alishtukia atapoteza kitu cha maana sana. Huyo unaweza kusamehe na muendelee kama amebadilika na ametubu. Kuna wale hawabadiliki, anaipeleka tu chini. Unagutuka bado anaendelea. Usingojee uletewe magonjwa. Usingojee uletewe depression. Usingojee uletewe shida na kilio na machozi. Nilivyokuambia, jiambie na ukubali peke yako kabla uende kwa mtu yote. Nitaprotect afya yangu ya kiakili, mental health. Nitaprotect furaha yangu maishani. Nitaprotect dignity. When do you know you're losing it mentally, emotionally? Stress. Ukipata unapitishwa stress, doubt, unsure, kulia, kuomba, kufanya hivi, na wiki imepita na ingine. Ukipata na corona utaondolewa. Unajua kuna watu wao wana stress barabarani kwa sababu aligongwa na gari wakati anafikiria ile stress. Stress inaweza kukua, unaweza kupata ajali kwa sababu ya stress. Ukakosa kuwa attentive, ukaingia wrong turn. Unaweza uawa na magonjwa mengine ama maajali ama nini kwa sababu ulikuwa stressed. Mtu akianza kukustress, tulisema hivi, Yesu alisema I bring life in full. Akisema full life alikuwa anamaanisha joy. Bila furaha maisha inakaa half death. When you're crying and you're moving and you're cringing, you're not alive. You're not even creative. Huwezi fanya show vizuri. Hakuna kitu unaweza fanya kizuri wakati unalia na uko stress na uko heavy. Wakati spirit yako iko heavy, ndani machozi tu hivi, unashindwa sasa kwa wapi? Unaongea na nani? Nothing productive. Na hebu nitaje hapa tukiwa kwamba polygamy doesn't work. True love ilikuwa ya mtu mmoja na mwanaume mmoja tu. Hakuna true love kwa watu wawili na uko pande mmoja, haiwezekani. Watu kaa pale kwa sababu society imemsukuma ikamwambia tayari ukiwa na mwanaume kuliko ukiwa peke yako. Kitambo mama zetu walilazimishwa polygamy kwa sababu society ilikuwa ishaweka sheria. Hawakuwa na option. So kuna mama zetu waliolewa polygamy na bado they made best of the situation, but they did not want it. Na hakuna watoto pia huumia sana na polygamy. Kuna mtoto furahia eti babangu ameongeza bibi na furahia sana. Na wewe kama mke ukiolewa kama bibi wa pili, unakosa moral authority ya kuguide wasichana wako na kuguide vijana wako. Kwa sababu wewe mwenyewe uko kwa compromise situation. Na uwezi waeleza tuko wapi. Hata hujui kama Mungu ako na wewe, hata hujuangi kuomba. Mkienda kanisani hujui kama ule mke mwingine anakulaani. Na ukipata unajali ya kawaida ama mashida ya kawaida unafikiri umerogwa ama ni karma. Ama ni you know, ukiamka unatumiwa ma message na manamba mpya zinakutusi. Do you want to live like that? At what cost? Alafu huyu analala na wewe analala na huye na hujui kama ako kwa network nyingine na mwingine. Wanaume wengi tuchukua mwanamke wa pili aondoe responsibility. Ufikiri yako na huyu wakati yuko hapa kwa kule ndio aweze kufilanda all over. Most people want they are not even faithful. Unaingia kwa sexual network. Kwa dunia ya ukimwi kama hii, unajiingiza kwa sexual network. Si wewe uishi peke yako. Masawa you shall compare every man. Utalinganisha mtu na yule mwingine. Heri nikiwa na huyu kuliko nikiwa peke heri nikiwa peke yangu nilikuwa na furaha na nilikuwa nalala hadi asubuhi. Ati siku hizi unalia hadi kwa sababu ya mtu fulani. Haina haja. Heri ule peke yako. Na acha nitaje watoto wamenituma niwaambie hivi wanawake. Nimetuma na watoto kuna ujumbe. Children would rather be happy with one parent than sad with the two parents. Usiseme, sitaki wakue bila baba yao, sitaki wakue bila mwanaume, naleta male figure. Na ile male figure unaleta ni beberu. Inakimbizana na skati yoyote. Sasa umeleta nini hapa? Distant. Kwa pale kwa simu na nakuongelesha tu na madharau. Hiyo ndio example umeletea watoto wako. Hata wewe kichwa chako imeangalia opposite. Obama hakuwa na babake karibu na alikuwa president. Aligrow hadi akakuwa president. Anakuja kusalute grave. I love that by the way. Kuna hii kitu ya single mothers sana kukuwa discriminated. In fact kwenye hiki kipindi shasikia mtu sema mtoto aliyekuzwa na mama peke yake hajakamilika na chances are high kwamba mtoto huyu atakuja kuharibika baadaye. Tumelelewa na mama zetu ukiwa single na single married. Ako married lakini analea peke yake. What happened with us? Many of us ask people here, you find that the father was just honorary father, honorary husband. There are husbands who are responsible na tunawaheshimu. But in Africa, the huge chunk where polygamy was prevalent, he had no time for them.
unapata alafu kumeingizwa uchawi. Watu wengi wanaolewa second wife wanapanga wachawi. Wanajua uchawi sana. Atumie manguvu atoe mwanaume amlete hapo. Sio wote